Na mtazamaji, pia hapa tuko na waziri mwenye zamana. Waziri, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Pengine ujitambulishe kwa faida ya watazamaji. Kwa jina naitwa Nko Pregodi, ni waziri wa afya na cafeteria, serikali ya wanafunzi, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naam, umefanya jambo vipi? Matarajio ambayo ulikuwa nayo na tumeliona, jambo limeenda kweli mheshimiwa? Ya, jambo limeenda kwa kiasi chake kulingana na uwezo tuliokuwa tuko nao. Ndio. Yes, dhima kuu ilikuwa ni vijana waje wacheki afya zao, lakini pia waweze kukumbushwa katika mambo ya afya ya mpango wa uzazi. Kwako wewe hili unalichukuliaje mheshimiwa waziri mkuu, hasa kama mwenye sekta na mwenye dhamana? Kwa upande wangu tukio limeenda vema, kwa sababu lengo lilikuwa ni kuweka mwamko wa watu kuzijua afya zao. Ina maana kwa siku ya leo kama tulivyofanya hivi, kupima watu kujua hali zao za kiafya, lakini pia kujua status mbalimbali kama magrupu ya damu. Tunaweka awareness na tunahamasisha watu zaidi kuendelea kuzijua na kuzipima afya zao mara kwa mara, na sio kusubiri mpaka kuugua, kwa sababu unaweza ukawa mgonjwa lakini usijue, ila unapoenda kupima ukamwona daktari au ukaona wataalamu, pale ndipo ambapo unajua kabisa kwamba kuna shida kwenye mwili wako. Sawa, hongera sana mheshimiwa. Asante sana. Sasa unawaambia nini, pengine kuna vijana hawajahudhuria siku ya leo, wamekosa nini, lakini pia wanatakiwa wafanyeje, lakini pia kwa ujumla unawaambia nini vijana wako wote wa UDSM? Kwa upande wa vijana wa UDSM tunasisitiza tu kwamba usisubiri sana hali yako ya kiafya ikafika katika hali mbaya, lakini uwe na tabia ya kucheki afya yako mara kwa mara. Usisubiri ukaumwa kabisa ndo uende ukacheki afya, lakini jitahidi angalau hata kwa mwezi mara moja au baada ya siku kadhaa unaenda unapima afya yako mara kwa mara. Asante sana mheshimiwa. Kuna jambo lolote la kiwizara lilibakia pengine unatakiwa uinform ndugu zako? Kwa upande wa wizara hatuna mengi sana, lakini tunawaambia tu wana UDSM kwamba tuko tayari kuendelea kufanya nao kazi na tuko tayari kuendelea kuwatumikia kama wizara. Shukrani sana mheshimiwa. Asante sana. Na huyo alikuwa ni waziri mwenye zamana, na of course amemaliza hivyo kwa kusema yuko tayari kuwatumikia wana UDSM. Asante sana, mpaka wakati mwingine.